Vipi mwenzetu? Na mabegi asubuhi vipi? Dada mimi naondoka bwana. Unaenda wapi? Mimi naenda kupambana. Ili swala situngeliongea. Unataka kuongea sasa, mbona unachelewa? Mimi nataka Dada jamani, kwani kuna nini? Hamna. Ni mambo ya kifamilia tu. Haya sawa. Karibu ndani mwa mdogo. Ndani joto bwana, mimi hata sichelewi uko ndani kuna. Karibu mwa mdogo ndani. Hapana. Asante mwanangu. Basi wewe kuchukulia kitu. Sawa. Basi haina shida. Karibu mwa mdogo. Asante. Za siku. Salama za hapa. Mwa mdogo umeadimika. Majukumu mwanangu. Kwa kweli, wanasemaje familia? Familia iko salama tu. Karibu sana mama. Haya, asante. Sasa mimi sikuja kuchelewa. Nimekuja kufuatilia hapa mambo ya kodi, maana sielewi. Hujawahi kunipigia simu. Hamna taarifa yote unanipa kuhusu kodi ya watu wako ambao umewaweka hapa. Mpaka sasa hivi naona kimya. Mama mdogo nimeongea nao. Na alini promise kwamba atanijaia. Lakini hawajaniambia ni lini wananijaia. Yaani uliongelea watakupa lakini hujui ni lini. Hawajaniambia lini. Mwembe. Hivi mwanangu nataka niishi vipi na wewe? Mbona yaani umekuwa ni mtu wa matatizo tu. Kila ninapojaribu kukuweka sawa bado unaita matatizo. Nimekupeleka chuo nako, umeshibisha mtoto wa watu mimba, umemleta hapa. Haya, nimekupeleka gereji nako, umeharibu, umeiba spana za watu. Nimekupa usimamie hapa napo, hamna kinachoeleweka. Unataka niishi na wewe katika mazingira gani mwanangu? Sijui umetoa msaada, sijui imekuwaje, yani sijui. Niishi vipi na wewe mwanangu? Unataka niishi katika mazingira gani na wewe? Mama mdogo tuwavumilie tu. Sawa. Mimi ngoja nikuache. Ila sasa wakirudi naomba ongea vizuri na hao watu wako. Wanipe pesa yangu, aidha wanikabidhi nyumba yangu kama wana pesa. Sawa? Sawa. Haya, mimi ngoja nikuache naondoka. Subiria sasa tuangalie chochote kitu. Hamna. Subiria tu kuangalia chochote kitu ndani mama. Haina shida, wewe kuwa na amani. Basi sawa. Mimi nitaenda kula nyumbani. Yaani nashukuru sana nimekuona. Mbona umepotea sana wewe? Safi. Ndo umerudi kimya kimya yani. Sasa siku Mtu ulishogangu. Sio kwa kupotea huko jamani. Si unajua nilisafiri. Najua ndio umesafiri. Ndio unarudi kimya kimya jamani. Nitarudi tu juzi. Vipi lakini? Safari yako huko ilikuwa? Safi. Za huko ulipokuwa? Salama tu. Hata mimi naona kweli fresh. Maana sio kwa kupendeza huko. Kawaida tu. Hata kawaida mimi nakwambia ukweli kwamba umependeza shoga yangu huko ulipokuwa. Haya bwana, si tu
wangu hapa kama unavyoona. Lakini shoga yangu, nina matatizo. Nashukuru nishapoa. Matatizo kaumbiwa binadamu bwana. Oh, hizo ni changamoto tu za kawaida. Nashukuru nishapoa kabisa. Mtu atawasaidia. Achana nayo. Nilikumisi ujue. Unizidi mimi. Yaani hapa jioni, huu mguu kwa hapa. Uko na mpango kuja nyumbani? Basi napita Kirere ndo nishakuja tena huku. Jamani. Ila shoga yangu, nakuja kote jioni kuna bodi takaniku. Hivi yule Wini yule. Kuna mkaka nilimwona naye jana. Nani Visa? Huyo. Hivi anamjua vizuri yule Visa. Amefanya nini tena wewe? Kuna kijana nilimwona naye jana. Nani? Huyo Visa? Huyo. Kafanya nini? Mshauri rafiki yako. So mtu mzuri. Jioni uko na huyu, jioni uko na huyu. Asubuhi uko na huyu, jioni uko na huyu. Na yeye nikaenda kujiingiza humo. Ila sijui. Kwa sababu unajua mimi pale nafanya kazi tu. Hayo masuala mengine sijui kuhusu Wini, sijui nani, kwa kweli siwezi kujua kwa sababu Wini hawezi kuniambia vitu vyake. Ndio swala hilo. Sijawahi kusikia kwa sababu sina ukaribu sana na Wini kwenye mambo yake. Yaani mambo yake asili hawezi kuniambia. Lakini wewe ndo mtu wake wa karibu. Ni kweli mimi mtu wake, lakini vitu vyake vingine haniambii. Jaribu kuongea naye. Mwenzangu viache hayo ya watu. Mimi pale nimekuja kufanya kazi, mengine hata yanihusu. Haya bwana, mimi nilikuwa napita zangu hapo. Nikaona umefungua akasema huyu mtu huyu kasharudi. Ndio maana nikaona nimekuja hapa nikuone. Na hivyo mmoja jioni yani tutakana. Hamna shida kwa sababu mimi mwenyewe nishajileta hapa so mbaya. Shoga yangu bwana karibu. Nashukuru. Nashukuru sana. Fungie kimoja hapo. Uondoke nacho. Asante. Yaani leo jioni hapa tukale na mdogo wangu leo tujilambe. Yaani. Bora hata uwepo tu bana, ukiwepo na nenepa mwenzako. Wewe acha. Kila huko ulikwenda umependeza shoga yako. Niache urafiki wakati nakwambia ukweli jamani. Sasa mimi tena nikunafikie wewe. Haya bwana. Asante sana yani. Bwana rafiki yangu. Nashukuru. Yani hapa. Huyo. Kwani ndo salamu mwanangu? Sasa salamu inasaidia nini? Ana nikikuamkia inasaidia kitu gani? Unajua mwanao katufanya nini? Mwanao katuibia pesa zetu unajua. Kaiba? Unashangaa? Yaani kaiba pesa na so haitoshi, kaenda kamzalisha dadangu. Nalisha nini tena? Yaani familia leo tunataka hivi tunaishi maisha magumu. Kiza mwanao, nilimwambia hivi. Nikimkamata ama zake ama zangu, sirudie mara mbili, labda nife. Shakwa hayo. Mama. Shikamoo. Nenda ndani. Mama. Nimekwambia nenda ndani. Shikamoo dada. Wewe. Niangalie kwanza. Niangalie. Nilikwambia nini? Kuhusu kumfanyisha mwanangu kazi? Dada, wewe
mwenyewe kufanya kazi. Anataka mwenyewe? Wewe si nishakwambia kama usimfanyishe kazi mwanangu. Anataka mwenyewe kivipi? Ila mwenye mtu sijamlazimisha. Wewe koma. Umesikia wewe mpumbavu? Mwanangu sio mtu mzima. Kama ulivyokuwa wewe mtu mzima, umeshindwa kukaa ukaolewa wewe. Bakuna nuksi wewe. Mtu mzima, mwanangu mtu mzima. Wewe mshenzi nini wewe? Tena wewe hujanijua vizuri. Ngoja nikuoneshe lomba yangu. Na ukirudia tena wewe mpumbavu. Kumkalisha binti wa watu. Vipi kwani bi mkubwa? Wewe unataka kumkalisha mtu. Mimi nimekutuma kaiba yeye unataka kumkalisha mtu. Ndio nini unachokifanya sasa? Hamna bi mkubwa. Kabaka mshikaji. Mnabaka. Toba. Hiyo kesi ya kwenu. Shauri yenu wenyewe. Poa vipi Samuel?